Unaamka unashangaa demu anagonga mlango anakuja geto unakataa kumfungulia. Unamfungulia mlango. Kwa hiyo sisi tunafurahi demu wetu kuja geto. Pengine itakuwa ni ngumu kiasi gani kuweza kumfunga Simba tarehe 29 na tarehe 3? Mimi ukiniambia mechi ya Simba na Yanga inakuwa ngumu. Mimi siamini hiyo. Mimi ukiniambia mechi ya Simba dabi. Simba yukutana na Yanga. Mimi siamini hilo. Wewe unaamini lipi? Mimi Tanzania naamini dabi ya Tanzania ishapita juzi. Ya. Ile zidi Azam. Ukitaka kuuona mpira mzuri, ukitaka kuuona mpira wa mashindano, kaangalie Yanga na Azam. Wana Yanga mmekuwa mkijiamini sana. Tunajiamini kwa sababu Simba tushamfunga mara 7.5. Mara 7.5. Simba sisi tumemfunga mara 7.5. Kwa hiyo sisi kwanza Yanga hakuna mechi nyepesi kama akikutanaga na Simba. Hapa juzi mmetagwa Guantanamo Bay mkakosa kumfunga hapa. Wangu na ndio maana sisi tulitaka tuende kukutana nao pale pale Zanzibar. Si walipata suluhu Zanzibar? Kwa hiyo tunataka kwenda kuwauliza pale pale Zanzibar, mlipataje kwenye uwanja huu suluhu? Kwa hiyo wataenda kutuambia Jumatano walipataje suluhu. Wakitaka watatoa, hawataki watatoa. Bana wana Simba wakiwa wapo kwenye malalamiko, wakiwa wanasema kwamba bana Young Africans kwenye picha hawatuwezi, ila kwenye jambo la kunyunyiza bwana ndo wanapotuweza. Hii imekaje na swala? Ukisema swala la kunyunyiza, kwani dabi iliyopita Simba na Yanga nani kapigwa faini? Unashindwa kunijibu kwa sababu timu yako. Naiongelea timu yako unashindwa kunijibu. Sushewa, swala la kunyunyiza wao ndio wanaongoza. Mechi iliyopita Simba na Yanga nani kapita geti sio sahihi? Si wao? Wao wenyewe. Sisi tunakubali siku zote pichi ndio inaongea. Sisi tunakubali quality ya timu yetu. Sisi tunaenda kumuuliza swali. Alipata suluhu Pacome Zouzoua Pedro, Messi wa Afrika hakuwepo. Hii mechi Pedro Pacome Zouzoua. Hii mechi atakuwepo. Kamwambieni Shomari Kapombe kabla mechi ijaanza ameze panado. Bwana jana tumeona benchi la ufundi ya Dar es Salaam Africans likiwa pale jukwani likitikisa vichwa baada ya kufungwa goli la pili. Hii imekaaje na solo? Mbona kama haijakaa sawa? Umeshangaa Yanga kutikisa kichwa maana wana Yanga walichukia. Kwa maana benchi la ufundi lilichukia. Kwa nini wewe kwenda kushangaa mechi ya Yanga na Azam goli la pili kocha wa Simba alishangilia? Mbona kuuliza hivi? Kocha Simba alishangilia tena. Kamera hajamulika mpaka anatabasamu anafurahi kafurahishwa na goli. Kwa hiyo benchi la ufundi la Yanga haliwezi kumshangilia mpinzani. Ndio kanuni ya mpira. Ukimwona mwalimu wako anashangilia timu pinzani, kwa hiyo kaiona timu pinzani ni bora kuliko timu yako wewe. Kwa maana kocha wa Simba kaiona Yanga bora kuliko Simba. Sasa mwambie kama alikuwa anacheka au anajichekesha, ataenda kucheka vizuri uwanjani wa Amani. Wakati mechi inaanza ya Simba tunaona kikosi ambacho kilianza performance yake ilikuwa ndogo, ila uhitaji wa kocha akaingiza wachezaji ambao wamekuja kuleta impact. Huoni kwamba uhitaji mkubwa wa Simba kuelekea finali ya Muungano Cup? Kwa hiyo maana mahitaji kubwa, yani Simba alipata tabu hawafu. Yaani pengine ana kabla ya mechi kipindi cha kwanza ndo alicheza chini ya kiwango. Kipindi cha pili kaja kucheza juu ya kiwango. Anamtaka sana. Kacheza na nani? Na Mlandege. Na Mlandege. Ndio kwa hiyo Simba kaenda kuonesha uwezo kucheza na Mlandege. Alionyesha uwezo wakati anacheza na wewe Guantanamo. Wali nchi bwana. Nchi bwana kuna shida sana upande wa mpira. Mlandege ndio Simba mnaenda kujisifia au ndio Simba anakuja kuleta bato baada ya kumfunga Mlandege goli 3? Yaani Yanga mnaifananisha na Mlandege? Yaani nyinyi mnaota huku mnatembea. Simba. Pengine tuseme Selemani Mwalimu anatoa shamba darasa kwa mabeki wa Yanga kuelekea hiyo tarehe 29. Selemani Mwalimu? Ndio Fuadi Garasa ndani ya Alizija kutokea. Kwa wachezaji wazawa. Kwa wachezaji wazawa, mtu aliocheza namba 9. Waliopita wote mpaka waliokuwepo hakuna mchezaji Garasa kama Selemani Mwalimu. Hatuja kusikia unasema? Kwa wachezaji wazawa waliopita kwenye vilabu vya Simba na Yanga wanaocheza namba 9, hakuna mchezaji Garasa kama Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu ligi tokea ianze kakosa mechi 3. Kweli si kweli? Alizofungiwa. Mechi zote kacheza na goli ngapi? Goli 6. Unasema kuna Fuadi?
Kwa hakuna forward pale Simba wamepigwa. Hakuna, hauwezi ukaenda na forward eti nafasi 100 anapata moja. Au nyinyi mnashangilia. Akiwa Simba anakuwa bora kwa sababu Simba hawana bora kama Selemani Mwalimu. Hilo ndani ya Yanga Selemani Mwalimu hata ambao wakai. Kwa atakuwa anakaa wapi Mwalimu? Nakwambia tena Selemani Mwalimu ndani ya Yanga hata ambao wakai anakaa jukwani. Siangalia namba za mafuadi wa Yanga, maana msiongee bila namba. Prince Dube na Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu kacheza mechi nyingi kuliko Prince Dube, kweli si kweli? Ana goli ngapi Dube? Mabao 8. Mwalimu ana ngapi? Fuadi bora nani? Fuadi bora unajua wewe na Solo. Tunakuja kwa Depu, maana ndo na mbadala wa Dube. Ndio maana kwamba yule anakajua jukwaa kwenye mbao Yanga kai. Depu kajadilisha dogo. Kacheza mechi 4. Ana goli 6. Mechi zingine zote hizi kakosa. Mwalimu kaanza mwanzo wa ligi mpaka leo ana goli 6. Ndio maana akakwambia Simba anakuwa bora, Yanga anakajua jukwaa. Hapo kwa nini nyinyi wana habari na waandishi na wachambuzi mnapenda kuwafananisha wachezaji wa Simba na Yanga? Ndio timu ambazo zina level sawa. Hakuna level sawa. Kwanza shika adabu yako. Simba na Yanga ni level sawa kwenye nini? Watani wa jadi 36 35. Level sawa maana yake level ya quality ya wachezaji. Kwa hiyo unaona wachezaji wa Simba na Yanga quality sawa? Huo ni nafasi ya 11 12 viwango vya CAF. Kwa hiyo ni timu ambazo kwa hiyo quality unaangalia viwango au quality pitch inachezaje? Sasa hivi viwango vinaletwa kutokana na pitch. Nimekuambiaje twende kwenye quality ya wachezaji. Unaniambia sijui huyu 12 huyu wa 11. Ndio quality ya wachezaji? Hivyo mchezaji gani forward pale mbele wa Yanga unaenda kumfananisha na Simba? Nitajie pale mbele. Ile quality ya Yanga, Alani Okelo, Prince Dube, Max pia Mzengeli, Pacome Zouzoua, unaenda kumfananisha na mchezaji gani wa Simba? Kwa sababu hao wachezaji wanne ukiwachanganyisha ndio goli za Simba zote walizoshinda msimu huu. Kweli bana na Solo. Simba ana goli ngapi? Ana goli 32. Au juu kama Simba ana goli 32? Dube ana goli ngapi? Goli 8. Goli 8? Yeah. Pacome Zouzoua ana goli ngapi? Ana goli 6 7. Ukichanganya na ngapi? 15. Sasa unaanza kucheka. Hazifiki. Nani? Depo ana ngapi? 6. Max ana ngapi? 6 jumlisha. Afiki 62. Ngapi? 20 ngapi? 20? 15 6 21. 6 tena 27. 27. Ana goli 27. Simba ana goli ngapi? 62. Anatoa alizofungwa Simba. Bwana na Solo, tumemwona Alan Okelo Starboy. Amekuwa moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa headline vichwa vya habari akizungumziwa kila baada ya siku. Kiwango chake kuwa bora inakusemekana kuwa ni mlinzi wa Azizi Ki Stefan. Kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kumleta Alan Okelo kwenye ardhi ya Tanzania. Kaja kutoa somo kwa wachezaji wengine waliokuja, pasi za mwisho zinapigwaje? Pasi za mwisho zinapigwaje? Pasi elekezi. Kaangalie pasi anazopiga Alan Okelo, afu kaangalie je, namba 10 yako inapiga pasi kama Alan Okelo? Kama apigi pasi kama Alan Okelo, mwambie aende darasani akamsome Alan Okelo anapigaje pasi. Shehe wangu ndo binadamu pekee aliokuja ndani ya ardhi ya Tanzania kutoka Uganda. Wachezaji wote waliopita kutoka Uganda kuja Tanzania, hakuna mchezaji yoyote aliyoweka rekodi ya Alan Okelo mechi moja kupiga assist 5. Nitajie, na ukinitajia natembea uchi. Mechi moja assist 5. Tokea nchi ianze. Kama kuna mchezaji wa Kiganda alikuja ndani ya ardhi mechi moja kapiga assist 5 natembea uchi. Mechi gani akapiga assist 5? Mbeya City. Piga assist 5 okay. Kapiga assist 4 goli moja ngapi? Unacheka? Bwana. Na Solo, Yanga imekuwa moja kati ya timu ambayo inakiwasha kinoma noma. Kuelekea tarehe 29 pale Unguja, tukitoka hapo tunavuka maji. Tunaelekea Meja Jenerali Samuel. Ni moja kati ya tunaweza tukasema ni finali mbili ambazo zinachezwa ndani ya wiki moja. Unaona Yanga ikienda kutoa ubingwa sambamba na kuchukua pointi 3? Hiyo nyingine mimi sijui. Mimi sasa hivi najua Yanga na mechi ya Muungano na Simba tarehe 29. Kama kuna mechi nyingine mimi siitambui. Si ushanielewa? Chakufahamu. Sisi wana Yanga wote akili yetu ni tarehe 29 tunacheza na Simba. Sasa hizo sio tarehe ngapi, sio tarehe nini, sio viwanja gani, si msitutajie. Muda huu havina nafasi kwetu. Kweli.
Bana, wanasema pale kuna mlango mmoja tu wa kutokea huo wa kuingilia huo. No comment. No comment. No comment. Bana, mbona kama unaiogopa Simba yeye? Sisi Simba kama mke wetu. Akiumwa tunalala naye, akiwa mzima tunalala naye. Simba sisi kama mke wetu. Akiwa mzima tunalala naye, akiwa anaumwa tunalala naye. Kabla ya jana kushinda, kwa sababu unajua mashabiki wa Simba wanajitekenya wenyewe, wanacheka wenyewe. Kuna baadhi ya media hapa mlikuwa mnawahoji watu. Walikuwa wanakuambia hawataki kukutana na Yanga. Kweli si kweli? Hawataki kukutana na Yanga au Simba. Leo mmewahoji hapa wanakuambia wanafurahi kukutana na Yanga. Wewe unaona shabiki ana akili timamu? Ndio maana nikakwambia shabiki wa Simba yupo tayari kuomba kifo kuliko kukutana na Yanga. Karudieni klipu zenu mlikuwa mnawahoji. Walikuwa wanasema bora wajivunje kuliko kwenda kukutana na Yanga. Mwenyezi Mungu kabariki na malaika tunaenda kukutana nao. Wataenda kutuambia walipataje sare ule uwanja. Na Solo, maneno yako mbona kama haujapenda hivi Simba kwenda finali? Sijapenda? Mimi ndio binadamu wa kwanza baada ya mechi kuisha tu ni Amani. Kaangalie waandishi wa habari wananihoji ndani ya nje ya picha uwanja Amani, nazungumza nini? Nazungumza Mlandege kama wanaweza hata kujifungania wajifunge. Sisi tunawahitaji Simba kuliko timu yoyote. Hakuna shabiki wa Yanga anayeogopa Simba. She wangu baki tubaki. 6:30 unasema tuwaogope Simba? Sisi tunawaomba wasimamizi wa mashindano la Kombe la Muungano. Tunataka refa asimame pale kati Ahmed Ally. Pale kati kuna kuchezesha. Refa Ahmed Ally bwana. Kwa sababu tutaki malalamiko mechi kisha. Tunataka kati asimame Ahmed Ally, kule asimame Kanjibai wao, huku asimame Mangungu. Imeisha na bado watafungwa. Bwana, shukrani. Sisi tumezamilia ubaya. She wangu unasema Simba walipata suluhu. Simba walipata suluhu, Mesa Afrika alikuwepo? Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua wanapata suluhu alikuwepo? Hakuwepo. Sasa akawaambie wakapate suluhu kesho. Tarehe 29 waambie Pacome Zouzoua yupo akapate suluhu. Na waambie wamwambie Kapombe ameze panado kabla mechi ijaanza. Ameze panado kabla mechi ijaanza. Hana majeruhi popote. Zima sana. Katikati mtaraka wa Haji Manara. Yupi? Mtaraka wa Haji Manara. Kamwambie kati kuna mtu anaitwa Alani Okelo. Mtaraka wa Haji Manara ndo nani? Kwani Haji Manara alimwacha nani? Zailisa. Kabla Zailisa nani wa mwisho? Twiga nani jina lake? Twiga tena. Hebu tuambie ni nani huyo? Si atumfahamu bwana. Rushaina. Rushaina.